Bwana Yesu asifiwe. Ninaukaribisha tena katika mwendelezo wa mfululizo wetu tulioanza wa kujifunza Biblia wenye kichwa kinachosema matukio ya mwisho ya unabii wa Biblia. Na sasa tunaingia katika somo la pili, ambalo katika somo hili la pili tutaangalia na kujibu swali ya kwamba je, taifa la Israeli bado ni taifa teule? Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, masaa tunapoanza kujifunza neno lako, tunaomba ya kwamba Roho yako Mtakatifu apate kutujalia kuyaelewa maandiko haya yaliyovuviwa katika jina la Yesu. Amina. Kwa nini ni muhimu tujibu swali hili kwamba je, Israeli bado ni taifa teule? Kwa sababu sasa hivi katika eskatolojia, mafundisho haya ya nyakati za mwisho, ya baadhi ya Wakristo, hasa ndugu zetu wa Protestanti wa Kipentekoste, wanaamini ya kwamba Israeli ina sehemu ya kufanya katika mlolongo wa matukio ya unabii wa siku za mwisho, na hivyo ina jukumu fulani la kufanya. Na hivyo kama Wakristo tunatakiwa tuiombee Israeli ili ifanye jukumu lake, na wameunganisha matukio kama ambavyo tutaona ya kuihusisha Israeli kama taifa, state of Israel, moja kwa moja katika eskatolojia ya matukio ya siku za mwisho. Na hivyo somo langu la leo litajibu swali hilo, na tutajibu kwa kutumia Biblia takatifu. Mwaka 2018 rais wa Marekani kipindi hicho Donald Trump alifanya jambo ambalo liliwasisimua ulimwengu huu wa Kipentekoste. Alihamisha ubalozi wa Marekani kutoka Tel Aviv, mji mkuu wa Israeli, na akapeleka Jerusalem. Jambo hilo lilikumbana na upinzani mkubwa, lakini pia kwa upande wa ulimwengu wa Christian Zionism, wa Kristo ambao wanaiombea mema Israeli, wao walifurahishwa sana tukio hilo, kwa sababu waliona kwamba kwa mujibu wa mpangilio wa matukio yao ya kiunabii ya nyakati za mwisho, tendo hili la Marekani kuhamisha ubalozi kutoka Tel Aviv kwenda Marekani, basi lilikuwa lina sehemu kubwa ya kufanya katika maandalizi ya matukio ya siku za mwisho. Na jambo hili unaweza ukaliona kwenye sehemu mbalimbali. Ukikuta tu sehemu hiyo kuna bendera ya Tanzania na bendera ya Israeli, basi jua waumini wa hapo wanashikilia imani hii ya kuamini kwamba taifa la Israeli lina sehemu ya kufanya, na sisi kama Wakristo tunatakiwa tuwaombee. Kwa hiyo leo tutajifunza kwa makini kuangalia nini mpango wa Mungu kwa taifa la Israeli na Biblia inasemaje. Sasa ili kuelewa vizuri imani hii ya Christian Zionism iliyopo sasa hivi, ni lazima turudi nyuma kidogo katika historia ya kanisa, kwa sababu mambo haya zamani hayakuwepo. Wakati mitume wanaliacha kanisa kwa mababa wa kanisa, imani hizi hazikuwepo. Mambo haya yameibuka kuanzia karne ya 14, 15, 16, na baadaye kupata mizizi yake hasa katika nyakati za mabadiliko ya Kiprotestanti, wakati Upentekoste ulipoamka hasa kuanzia miaka 1870 na kitu. Na hivyo nitakurudisha nyuma katika historia mpaka wakati wa matengenezo makuu ya kanisa. Wakati huu kanisa lilishuhudia wana matengenezo mbalimbali wakiibuka na kuleta hoja mbalimbali, hoja ambazo zilikuwa zinawafanya watu watafakari upya habari ya maandiko matakatifu. Unajua, tangu kanisa limepata nguvu ya kuwa na mvuto wa kisiasa duniani takribani mwaka 538, tutajifunza vizuri habari hizi hapo baadaye. Kanisa lilipata nguvu sana, hasa kanisa hili linalotokea Rumi, toka kule Roma. Na kanisa lilivyopata nguvu sana likakuwa na mamlaka na ushawishi mkubwa, na hivyo likaendelea likawa kubwa. Na kanisa lilivyoendelea kuwa kubwa, likaanza kuadapti na kuingiza baadhi ya mafundisho ambayo hayakuwa na msingi katika Biblia takatifu, na hivyo ikapelekea baadhi ya waumini na viongozi wa kanisa ambao hawakukubaliana na mafundisho hayo yaliyoanza kuingizwa, kuanza kutoka na kuprotest na kuyapinga, na hiyo ndio mianzo ya vuguvugu la Uprotestanti.
na nitazungumzia figa wachache, Waprotestanti wachache ambao walikuwa na mguso mkubwa. Nitaanza na ndugu Martin Luther. Martin Luther ambaye alikuwepo kuanzia mwaka 1483 mpaka 1546. Yeye Martin Luther alitokea Ujerumani, alikuwa ni kasisi katika kanisa lile la Ujerumani, na alianza mageuzi kwa kuchapisha maandiko 95 akipinga mambo mbalimbali yalivyokuwa yanafundishwa na kanisa la Roma. Alikataa mamlaka ya papa kama kiongozi wa kanisa, na akasema Kristo ndio kichwa cha kanisa na sio mwanadamu. Na alikataa mafundisho yaliyokuwa yanasema tunaokolewa kwa matendo, na Luther akafundisha tunaokolewa kwa imani. Lakini pia Luther alifanya kitu kingine ambacho kanisa la Roma lilikuwa linakataa kwa kipindi kile. Alitafsiri Biblia kwenda kwa Kijerumani ili commoner, watu wa kawaida, waweze kuelewa Biblia kwa lugha yao ya asili. Huyu Martin Luther atakumbukwa kwa upinzani wake mkali, na nakusomea moja ya nukuu zake hapa aliyoitamka. Aliwahi kusema kwamba najua kuwa papa ni mpinga Kristo na ya kwamba kiti chake ni kile cha shetani mwenyewe. Kwa hiyo Waprotestanti wakaanza kupinga mamlaka ya kanisa la Rumi. Mwana matengenezo mwingine aliitwa Zwingli wa kule Uswizi, naye alipoibuka kipindi hicho yeye alileta mageuzi makubwa katika jiji lile la Zurich kule Uswizi, na alisisitiza Biblia kama mamlaka pekee ya kutafsiri maandiko, sola scriptura, kinyume na kanisa la Roma ambalo linasema Biblia inatafsiriwa na mapokeo. Lakini huko upande mwingine akaibuka mwana matengenezo mwingine anaitwa John Calvin, naye akapinga mambo ambayo hayakuwa sawa na Biblia ambayo kanisa ilikuwa inaendelea kuyashikilia. Na John Calvin anakumbukwa kwa moja ya kauli yake aliyowahi kusema tunamuita papa wa Kirumi mpinga Kristo. John Calvin naye aliibuka na kukataa baadhi ya mafundisho ambayo yalitoka katika mapokeo na kuja kwenye imani ya Kikristo. Na tunamkumbuka kwa kauli aliyowahi kusema bila shaka yeye ni mtu wa kuasi kwa vile alivyoongeza kila aina ya dhambi bila kiwango. John Knox pia aliwahi kunukuliwa akisema papa ni mpinga Kristo halisi. Na hivyo utaona mpaka kufikia mwaka 1591 kizazi sasa cha pili, generation ya pili ya wana matengenezo vilikuwa vimesha stawi sana, vimesha enea sehemu kubwa ya bara la Ulaya, na wamesha kuwa na machapisho kadhaa. Kwa wafuatiliaji wa historia kanisa watakumbuka machapisho kama Augsburg Confession, Heltevik Confession pamoja na 39 articles ambayo yaliandikwa na wana matengenezo, vilieleza kwa kina imani ya Kiprotestanti kama ilivyoenea Ulaya kote. Sasa wakati kanisa la Rumi likishuhudia mtikisiko mkubwa huu, wana matengenezo wakiibuka huko wakiibuka kule, wakipinga mafundisho yasiyo ya kibiblia ambayo yameingia katika imani ya Kikristo, wakilitaka kanisa lirudi katika msingi wa maandiko matakatifu, Biblia na Biblia pekee. Wakitaka kanisa kurudi katika msingi wa maandiko matakatifu kwamba tunaokolewa kwa imani, kwa neema, kwa njia ya imani katika Kristo Yesu na sio kwa njia ya matendo. Wakitaka kurudisha kanisa katika msingi ya kwamba Kristo ndio kichwa cha kanisa na ndiye papa halisi na si mwanadamu. Wakitaka kurudisha kanisa katika misingi, kanisa la Rumi likaja na mbinu iliyojulikana kwa jina la Counter Reformation ili kuzima mwamko huu wa matengenezo wa kutaka kurudisha kanisa katika misingi ya Biblia. Na hivyo kikaanzishwa chama cha Majesuit, wakati huo kikiongozwa na mwanzilishi wake Bwana Ignatius Loyola, ambao mission kubwa yao ilikuwa ni kuhakikisha wananyamazisha, wana counter reformation ambayo ilikuwa imeanza kuibuka katika kanisa. Sasa katika chama hicho maaskofu na viongozi wa kidini walio chama hicho, utume wao ama mission kubwa yao ikawa ni kuhakikisha wana counter reformation. Sasa tunapozungumza uhusishwaji wa Israeli katika matukio ya siku za mwisho, hatuwezi kuzungumza fundisho hili bila kuangalia mizizi yake. Israeli imehusishwaje? Israeli imekujaje katika scene ya matukio ya siku za mwisho? Ndipo tunapokutana na Jesuit mmoja aliyeitwa Francisco Ribera wa mwaka 1537 mpaka mwaka 1591. Jesuit huyu Francisco Ribera alivyokuja, lengo lake lilikuwa ni kucounter dhana hii ya Waprotestanti waliotafsiri Biblia na kusema kwamba papa ni mpinga Kristo. Na hivyo akaja na andiko, akaandika kitabu
ambacho akataka kuhamisha mjadala na kubadilisha fundisho hilo kutoka kuwa watu kusema Papa ni mpinga Kristo na kuhamisha mada hiyo kwamba mpinga Kristo ni mtu ambaye atakuja baadaye, sio ambaye yupo sasa. Kwa hiyo Ribera huyu ni theologian wa Kispanish ambaye alikuwa ni Jesuit, na katika yeye anakuwa credited kama ndio mwanzilishi wa fundisho hili la systematic futuristic, ambao sasa linamtoa mpinga Kristo kutoka kuwa mfumo wa kipapa na kuwa figa atakayekuja baadaye. Na motive yake nimekuambia Ribera ilikuwa ni kucounter reformation, kwa sababu wa Protestant walisema kwamba Biblia inafundisha upapa kwa maana ya mfumo ndio mfumo wa mpinga Kristo. Na yeye sasa anakuja kutengeneza counter fundisho ili kuwazima wa Protestant katika fundisho hilo. Kwa hiyo ukiangalia Ribera traditional view ama namna ambavyo Biblia ilitafsiriwa, kama vile Biblia inavyosema, wa Protestant walitafsiri kwamba mpinga Kristo ni mfumo wa upapa na si mtu mmoja, ni ofisi. Ribera alivyokuja na kitabu chake akaja kusema mpinga Kristo ni mjumbe atayekuja baadaye, ni figa, ni mtu mmoja. Katika wa Protestant walitafsiri unabii wa siku 1260, tutaangalia vizuri, kama siku moja kwa siku, kwa maana ya miaka 1260, kipindi kirefu hicho cha mateso wa Kristo. Lakini Ribera akaichukua hiyo akaipeleka mbele na akaifanya literally kwamba ni miaka 3.5 ambayo wa Pentecost waliichukua na baadaye kuitia katika fundisho la rapture na kufundisha kwamba ndio kipindi kitakachokuwa cha dhiki kuu huko baadaye. Lakini pia traditionally kanisa liliamini ya kwamba Israeli ya sasa ni kanisa la Kristo. Ribera yeye akasema Israeli itaendelea kuwa state, nchi halisi ambayo itahusika na matukio ya siku za mwisho. Na hivyo unaona kwa mara ya kwanza Jesuit huyu Francisco Ribera akaingiza taifa la Israeli katika sini ya matukio ya siku za mwisho. Wakati huo kumbuka, taifa Israeli lilikuwa limeshaacha coexist. Maana tunapozungumza miaka 1500 Israeli haikuwepo, sababu baada ya kutawanywa mwaka 70 na Rumi ilivyovamia Yerusalemu na kuwasambaa Waisraeli, walisambaa dunia nzima, hakukubaki kuwa na state of Israel. Kwa tunapozungumza miaka 1500 Israeli haikuwepo kama taifa. Israeli imekuja kuwepo kama taifa miaka ya 1948, ndio state of Israel ilitambulika rasmi na kuanza kuwepo. Kwa unaona wanaingiza katika scene ya matukio ya siku za mwisho. Baadaye Jesuit mwingine miaka 1731 anaitwa Manuel de la Cuza, naye akaongezea nyama fundisho hilo na kuingiza kipande kingine ambacho kinaaminiwa na ndugu zetu wa Pentecoste kwamba Kristo atakuja kwa stages, kwa hatua. Kwamba atakuja mara ya kwanza, atachukua watu kimya kimya, halafu ataenda, halafu itapita ziki kuu, kwa sababu kanisa halitakiwa kupitia ziki kuu kwa mujibu wa mafundisho ya majesuit haya ambao sasa hivi yamekuwa adapted na Pentecoste. Halafu atakuja kwa mara ya 3 tena, alafu kuwachukua Israeli waliookolewa na wale waliokosa unyakuo wa kwanza. Kwa hii theory aliintroduce Manuel de la Cuza ambaye naye pia ni Jesuit. Na nimekuambia malengo ya Jesuit ni kucounter reformation, kuharibu ule msingi wa kimaandiko ya kibiblia ambao wa Protestant walijengwa kwao. Na hivyo de la Cuza naye akasisitiza habari ya taifa la Israeli, kwa sababu alijenga pale alipoishia Jesuit mwenzie. Lakini pia akaingiza kwamba na ile miaka milenia 1000 itakuwa hapa duniani badala ya kwenda kuliwa kule mbinguni kama ambavyo maandiko matakatifu yanafundishwa. Ninajaribu kukupa background hii ili uelewe fundisho hili la kuingiza Israeli katika matukio ya siku za mwisho limetoka wapi. Kwa sababu halijatoka katika Biblia. Limekuwa fabricated, limetengenezwa na wahasisi wa kuharibu matengenezo. Katika
mapambano yao ya counter reformation, yani Majesuit. Baadaye Upentekoste ulivyoanza kuwa na nguvu kuibuka, tunakutana na figa kama Edward Irving ambaye alikuwa Mscottish, huyu aliyetafsiri maandiko ya Michael de la Cuza kwa Kiingereza, na sasa ikawa na access kubwa na ulimwengu wa Kipentekoste ambao ulianza kwa nguvu sana kule Marekani. Baadaye John Nelson Darby, huyu ni mmoja kati ya Wapentekoste wa awali, tumia msingi huo ambao ulikuwa umeachwa na Ribera pamoja na de la Cuza kutengeneza sasa fundisho, akalistructure vizuri fundisho linaloitwa systematic dispensarism, ambao sasa linaunganisha haya matukio yote na kuingiza Israeli katika matukio ya siku za mwisho. Kwa nimekupa historia hiyo fupi ili uelewe fundisho hili limetoka wapi. Na sasa nataka nikupeleka katika Biblia, nikuonyeshe Biblia inasemaje kuhusu hatima ya taifa la Israeli. Ni kweli katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 14:2 Mungu aliwateua Waisraeli kuwa taifa takatifu, na tunaona aliwateua kuwa taifa takatifu na akawapa kazi maalum. Tukisoma Kutoka 19 fungu la 6, Biblia inasema nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani, taifa takatifu. Kwa aliwataka wawe makuhani, ufalme wa makuhani, ili wafanye kitu gani? Ili waeneze habari njema ya Mungu ulimwengu mzima. Ukisoma Isaya 60 fungu la 1 mpaka la 3, Biblia inasema ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litaifunika dunia na giza kuu litafunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe. Kwa hiyo Mungu aliwazukia Israeli, akawapa nuru, wakaitwa mitume na manabii, wakatoka huko ili Israeli wawe walimu wa dini wa dunia. Lakini je, Israeli walibaki kwenye mpango wa Mungu? Yeremia 25 fungu la 8, la 10 na 11 na kusomea. Basi Bwana wa majeshi asema hivi, kwa kuwa hamkuyasikiliza maneno yangu, nitawaondolea sauti ya vicheko na sauti ya furaha, sauti ya bwana harusi, sauti ya bibi harusi, sauti ya mawe ya kusaga na nuru ya mishumaa, na nchi yote pia itakuwa ukiwa na kitu cha kushangaza, na mataifa haya watamtumikia mfalme wa Babeli miaka 70. Na hivyo Israeli ilivyoshindwa kutimiza wajibu wake ama utume wake, Mungu alichukia sana, na Israeli ikapelekwa utumwani miaka 70 kule Babeli. Sasa katika waliochukuliwa utumwani yupo mtumishi wa Mungu Danieli, na katika somo lililopita tulianza kuona influence ama nafasi ya Danieli katika ufalme ule wa Babeli. Sasa Danieli akiwa katika ule ufalme, miaka 70 ya utumwa imekaribia kuisha, na sasa Danieli anagundua ya kwamba miaka 70 ya utumwa inaisha. Nini hatima ya taifa la Israeli? Danieli 9 fungu la 2, Danieli anatuambia katika mwaka wa kwanza kumiliki kwake Dario, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana linijia nabii Yeremia na ya kutumiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Kwa Danieli alipoanza kusoma akasoma akajua ya kwamba miaka 70 ile tuliyotabiriwa na Yeremia kwamba tutakao utumwani inaisha. Sasa nini hatima ya taifa la Israeli? Miaka 70 inapoisha hii, nini future ya Israeli? Mungu ana mpango gani na Israeli? Na ndipo Mungu akampatia maono ambayo ninataka nikueleze leo, maono ambayo yanajibu swali la nini hatima ya taifa la Israeli. Katika kitabu cha Daniel sura ya 9 fungu la 23, Biblia inatuambia mwanzo wa maombi yako, yani Danieli, ilitolewa amri, nami nimekuja kukupasha habari, maana wewe unapendwa sana. Basi itafakari habari hii na kuyafahamu maono haya. Fungu la 24, muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kuishiriza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono ya unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Na hivyo Danieli anapewa njozi sasa. Katika kitabu cha Danieli sura ya 8 anapewa njozi inayospandi Danieli 8 yote, halafu mpaka Danieli 9, halafu anakuja sasa kupewa tafsiri ya maono haya. Katika maono haya Danieli anatajiwa kipindi cha majuma 70, na anaambiwa haya majuma 70 yametengwa maalum kwa ajili ya watu wako. Watu wa Danieli ni wapi? Ni Waisraeli, kwa sababu Danieli alikuwa ni Muisraeli. Anaambiwa Mungu ametenga majuma 70 ya kiunabii
ili kudili na watu wake, kuamua hatima ya watu wake. Na Biblia inatuambia sasa, itatuambia vizuri majuma haya 70 yalikuwaje na yalikuwa yanakusudia kitu gani. Biblia inatuambia katika Danieli sura ya 8 fungu la 11 mpaka 12, Biblia inasema, naam, itajitukuza hata juu yake aliye mkuu wa majeshi, jeshi hilo itaondoa sadaka kutekelezwa daima, na mahali patakatifu pataangushwa chini, nayo itaangusha kweli chini, itatenda inavyopenda na kufanikiwa. Ndipo nikamsikia, fungu la 13 Danieli 8:14, nikamsikia mtakatifu mmoja akisema mtakatifu mwingine, na kumuuliza huyo aliyenena hayo maono katika habari ya sadaka za kutekelezwa daima na lile kosa lifanyao ukiwa, yataendelea hata lini kulikanyagisha patakatifu na jeshi? Akamwambia, hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapo takaswa. Kwa hiyo unaona kwamba Danieli alipewa unabii wa siku 2300 ambao ulispani kwa miaka 2300, na katika unabii huo wa siku 2300 ama miaka 2300 kama tutavyoona katika Biblia, katika huo unabii majuma 70 yamekatwa katika huo unabii na yametengwa maalum kwa ajili ya taifa la Israeli. Danieli 8:26 Biblia inasema, na maono hizo nyakati za jioni na asubuhi yaliyosemwa ni kweli, lakini wewe yafunike maono hayo, maana ni ya wakati ujao baada ya siku nyingi. Kwa Danieli anaambiwa maono ya siku 2300 ni ya kweli, lakini ni ya nyakati zijazo, hayakuhusu wewe Danieli, yafunike. Upo ujumbe unaokuhusu wewe Danieli. Na ndipo Danieli sasa anaanza kupewa habari za ujumbe unaomhusu, yaani majuma 70 yaliyoamriwa kwa ajili ya watu wake. Kwa tumeona majuma 70 yanakatwa kutoka katika unabii wa siku 2300, na yanakatwa kwa sababu Mungu aliyatenga maalum kwa ajili ya kushughulika na watu wa Israeli. Sasa tuangalie Danieli anaanza kuambiwa sasa, ananyambuliwa, anapewa maana ya majuma haya 70 na nini kinatakiwa kufanyika kwa ajili ya taifa la Israeli. Danieli 9:24 Biblia inasema, muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu. Naona Biblia inajieleza clearly kwamba muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako, yani wa Israeli, na juu ya mji wako mtakatifu, yani Yerusalemu, ili kukomesha makosa, kuishiriza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu, na kuleta haki ya milele, na kutia muhuri maono na unabii, na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Na hivyo ni kusamarizie, majuma 70 ilikuwa ni mji ulioamriwa, muda ulioamriwa maalum kwa ajili ya taifa la Israeli, ili kukomesha makosa na kufanya upatanisho, yani kuwarudisha Israeli katika mpango wa Mungu, lakini pia kuwaandaa kwa ajili ya kumpokea Masihi Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo alipaswa kuzaliwa kwa Wayahudi. Na hivyo muda huu ulitengwa ili kuliandaa taifa hili atakapokuja wamtambue. Sasa tunapoenda kuangalia tafsiri ya na maana ya majuma haya 70, lazima tuangalie funguo za unabii. Na moja kati ya funguo za unabii ambao ulimwengu wa Kiprotestanti na waandishi wanafunzi wa Biblia wanaikubali ni tafsiri ya siku kwa mwaka mmoja, kama inavyofundishwa katika unabii wa Biblia. Na unaposoma Ezekieli 4 fungu la 6 utagundua kanuni hii, na ambapo Biblia inatuambia siku moja kwa mwaka mmoja nimekuagiza. Kwa maana unapozungumzia unabii wa Biblia, unapozungumzia siku inamaanisha kipindi cha mwaka mmoja. Sasa majuma haya 70, juma moja lina siku 7. Kwa hiyo 7 mara 70 unapata siku 490. Kwa hiyo muda wa majuma 70 ni sawa na kusema Mungu alitenga miaka 490 kushughulika na Israeli, kuwarudisha katika mpango wao, kuwaandaa kwa ajili ya kumpokea Masihi. Sasa Israeli ilikuwaje? Ama siku, tuangalie kwanza siku hizi, majuma haya 70, siku hizi, miaka hii 490 ilianza lini? Biblia inatupatia majibu. Danieli 9:25, basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa kwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7, na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki, naam hata nyakati za tabu. Kwa Biblia inatuambia majuma haya 70 ama unabii wa siku 2300 ambao majuma 70 yamekatwa utaanza
ile clock itaanza, mstari wa muda utaanza amri itakapotolewa kujenga upya Yerusalemu. Swali, amri ya kujenga upya Yerusalemu, historia inatuambia ilitolewa lini? Tunaposoma historia, tukisoma Biblia, tunaikuta amri hii katika kitabu cha Ezra 7:13. Amri ilipotolewa ya Israeli kwenda kujenga mji wao. Na historia ina pinpoint exactly kwamba amri hii ilitolewa mwaka 457 kabla ya Kristo. Kwa hiyo tunapojifunza unabii, Biblia inatuambia majuma ya 70 ama mwanzo wa siku za 2300 itaanza amri itakapotolewa kujenga upya Yerusalemu. Na historia na Biblia imetuambia amri hii ilitolewa Ezra 7:13. Na historia inatuthibitishia kwamba Ezra 7:13 amri hii ilikuwa ni mwaka 457 kabla ya Kristo. Na hivyo hapo ndipo mstari wa muda wa majuma 70, kipande hichi kwa ajili ya Israeli, na miaka 2300 kwa ajili ya dunia nzima itaanza kuhesabiwa. Ezra 7:13 ndipo amri hiyo ilipotolewa. Na hivyo tunapochora sasa mstari wetu wa muda, utaona mwaka 457 ndipo amri ya kujenga upya Yerusalemu ilianza. Kwa wanaposema majuma 70, maana tutahesabu kutoka hapo kuona siku miaka 490 itaishia wapi exactly. Sasa Biblia inatuambia kutakuwa na majuma 7, na katika majuma 62, ninasoma Danieli 9:25, utajengwa tena pamoja na njia zake kuu na handaki, naam hata nyakati za tabu. Kwa Biblia inatuambia kwa majuma 69 Israeli itajengwa, lakini itajengwa kirahisi, itajengwa kwa nyakati za tabu. Tunaona hii katika Biblia, katika Ezra 4:4-5, Biblia inatuambia ndipo watu wa nchi walipodhoofisha mikono ya watu wa Yuda, wakawasumbua, walipokuwa wakijenga, waajiri wa Ashuru kwa ajili yao ili kuwapiga kusudi lao siku zote za Koreshi. Kwa wakati Israeli wanajenga ukuta wao, wanajenga mji wao tena, walikuwa wanajenga nyakati za taabu, wakisumbuliwa. Watu wengine waliajiri majeshi ya mamisionari hao wa Ashuru kwenda kuwasumbua, kwa sababu unabii ulisema ya kwamba watajenga kwa nyakati za taabu. Na hivyo haya majuma 69 ya kinabii ambayo ni sawa na miaka 483, kwa sababu 69 mara 7 ni 483, utagundua yanatutoa mwaka 457 kabla ya Kristo, yanatupeleka mpaka mwaka 27 baada ya Kristo, ambapo hapo Biblia inatuambia kuna kitu kinatokea. Danieli 7:24 inasema muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na kutia muhuri maono ya unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Kwa tunategemea mwishoni wa majuma hayo 69 yeye aliye mtakatifu atiwe mafuta. Yeye aliye mtakatifu ni nani? Tayari Danieli ameshatuambia ni Masihi mkuu. Kwa tunategemea Masihi mkuu atiwe mafuta mwisho wa majuma 69, yani mwaka 27 baada ya Kristo. Je, Masihi mkuu ni nani? Ni Yesu Kristo. Je, nini kilitokea mwaka 27? Biblia inatuambia katika Matendo 10:37 mpaka 38, jambo lile ninyi mmelijua lililonena katika Uyahudi wote, likaanzia Galilaya baada ya ubatizo aliohubiri Yohana, habari za Yesu Kristo Mnazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huku na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kama Mungu kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa tunaona tukio lililotokea mwaka 27 baada ya Kristo. Hata waandishi wa Agano Jipya wanatumia neno lile lile alilotumia Danieli, kumtia mafuta Masihi. Na kitu gani kilitokea sasa 27 AD? Luka 3:1-21 Biblia inasema mwaka wa 15 wa kutawala kwake Kaisari Tiberio, ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa, na Yesu naye alibatizwa, naye akaomba, mbingu zikafunguka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake mfano wa kiwiliwili kama hua, sauti ikatoka mbinguni ikasema, wewe ndiye mwanangu mpendwa niliyependezwa naye. Kwa unaona mwaka 27 ndio ulikuwa mwaka 15 wa Kaisari Tiberio, ndio mwaka ambao Kristo alibatizwa na kutiwa mafuta na Roho Mtakatifu, na mbingu zikafunguka, Roho Mtakatifu akashuka, kutimiza unabii ambao Danieli aliutoa ya kwamba mwishoni mwa juma la 69 katika majuma ya 70 Masihi mkuu angetiwa mafuta, yani Yesu Kristo. Na tunaona Yesu anabatizwa katika wakati sahihi kama vile Biblia ilivyotabiri. Lakini Biblia inatuambia baada ya Kristo kubatizwa kuna jambo litatokea, kuna miaka 7 hapo. Sasa wafundishaji wa dispensationalism na systematic futurism wanaichukua hiyo miaka 7
inayozungumzwa inayohusu Wayahudi wanaipeleka mbele na kusema inahusu mpinga Kristo na Wayahudi, jambo ambalo halina msingi katika maandiko. Na kama nilivyokueleza mwanzo wa somo hili, historia yake, fundisho hilo limeandaliwa na Majesuit Ribera pamoja na mwenzake De la Cuza na baadaye kuchukuliwa na Waprotestanti. Sasa Danieli 9:26 anatuambia, na baada ya yale majuma 62, maana 62 jumlisha 1 jumlisha 7 69. Kwa tumebakisha juma moja kwa ajili ya Wayahudi. Baada ya majuma 62, Masihi atakatiliwa mbali, naye atakuwa hana kitu, na watu wa mkuu atakaye kuja ataangamiza mji pamoja na patakatifu. Fungu la 27 Danieli 9, naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu. Kwa Danieli anatuambia vizuri kwamba juma moja sasa kutoka hapo miaka 7 kutoka mwaka 27 AD, Yesu au Masihi mkuu atafanya agano thabiti na watu. Lakini katikati ya lile juma, yani miaka 3.5 toka abatizwe, ataikomesha dhabihu. Je, unabii huo ulitimia? Ndio. Biblia inatuambia katikati ya juma, miaka 3.5 tangu Yesu abatizwe, Yesu alijitoa kama kafara kwa ajili ya dhambi za ulimwengu, akafanyika kuwa mwanakondoo wa Mungu, mwanakondoo wa kafara. Na Biblia inatuambia katika Marko 15:38, Yesu alipokufa pale msalabani, pazia la hekalu lilipasuka vipande viwili toka juu hata chini. Na hii iliashiria mwisho wa huduma za hekaluni duniani. Kondoo aliyekuwa anaandaliwa kutolewa kafara alikata kamba akakimbia. Patakatifu palipokuwa panaonekana mara moja kwa mwaka, pazia likapasuka pakawa wazi, kwa sababu sasa huduma ya upatanisho inahamishwa kutoka kwa makuhani wa Kiyahudi duniani na inapelekwa juu mbinguni, ambapo Kristo mwenyewe anaifanya, na hivyo kutubu dhambi tena kwa binadamu, mfumo wa kibinadamu unaondolewa, na sasa toba na maungamo yote yanaelekezwa kwa Kristo juu pekee. Na hivyo unabii unatimia exactly mwaka 31. Yesu anakufa msalabani, anaikomesha dhabihu kama Danieli anavyosema. Na kulingana na unabii huu tunaona kwamba Israeli bado ikaachiwa miaka 3 mingine na nusu, ambapo inakwenda kuisha mwaka 34 baada ya Kristo, ambapo Israeli wanakataa injili rasmi kwa kumpiga mawe Stefano. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 8 fungu la kwanza, nitasoma 4 na 5, Biblia inasema, siku ile kukatokea adha kuu ya kanisa lililokuwa katika Yerusalemu. Wote wakatawanyika katika nchi ya Uyahudi na Samaria, isipokuwa hao mitume, lakini walitawanyika wakaenda huko wakihubiri neno. Filipo akaenda akaingia katika mji wa Samaria akamhubiri Kristo. Hivyo tunaona mwisho wa majuma hayo 70, mwaka 34 AD, Israeli inakataa moja kwa moja habari ya injili ya Kristo. Kwanza walimkataa Masihi. Muda wote wa miaka 490 Mungu amejitahidi kuwaandaa, ametuma mitume, akamtuma Yohana Mbatizaji kuwaandaa kumpokea Kristo, lakini wamemkataa na mpaka ikafikia wakamuua msalabani. Baadaye wanakataa na mitume, wanampiga mawe Stefano, anakufa. Wanakataa injili rasmi Wayahudi, na wanapokataa unabii huu wa Yesu Kristo unatimia sasa, wa Mathayo 21:42-43. Yesu akawaambia, hamkupasa kusoma katika maandiko matakatifu, jiwe walilokataa waashi, hilo limekuwa jiwe kula pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni penu. Kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda. Na hivyo unabii unatimia baada ya Israeli kukataa jitihada za Mungu kuwarudisha. Unatimia na umaalumu wao, uteule wao. Biblia inasema wanapewa taifa lingine. Taifa lipi hilo? Mathayo 23 fungu la 37-38. Yerusalemu, Yerusalemu, uwe manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako. Ni mara ngapi nimejaribu kukusanya pamoja na watoto wako, kama vile kuku wakusanyavyo vifaranga vyake chini ya mabawa yake, lakini hamkutaka. Angalieni, Yesu anawaambia, angalieni, nyumba yenu imewacha ukiwa. Maana yake Mungu ameondoka, Roho Mtakatifu ameondoka, na sasa amewaacha ukiwa. Israeli tena utumwa uliokuwa mikononi mwao umenyang'anywa na wamepewa taifa lingine. Utumwa, kazi iliyopewa kwao wamenyang'anywa kwa sababu wamemkataa Masihi. Na sasa taifa lingine hilo ni lipi? Petro anatujibu katika Petro wa kwanza 2:9, bali ninyi kina nani?
ninyi mnayempokea Kristo leo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yenu ni ukuhani wa kifalme. Unakumbuka kule Israeli katika kitabu cha Kutoka 19 waliambiwa wao ndio makuhani wa kifalme. Sasa hivi Mkristo yote anayempokea Yesu, Biblia inamuita ndio kuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, ili mpate kuzitangaza fadhili. Kwa kama vile Israeli ilivyoambia izitangaza fadhili wakashindwa, sasa wote wanaompokea Yesu wanaambiwa wapate kuzitangaza fadhili zake, yeye aliyewaita watoke gizani kuingia katika nuru yake ya ajabu. Na ninapenda fungu hili la Wagalatia 3:28-29. Hapana Myahudi wala Myunani, kwa sababu sasa merit imebadilika. Hakuna mtumwa wala mtu huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sasa na ahadi. Kwa hiyo hatutegemei tena urithi wa ahadi kwa njia ya damu, kwamba umekuwa Myahudi, wewe ni Mwisraeli. Sasa urithi wa ahadi za Mungu, wa ahadi alizomwahidi Ibrahimu, ni urithi kupitia imani katika Kristo Yesu. Hakuna tena meriti kwa taifa la Wayahudi, sio tena taifa teule, sio tena watu maalumu wa Mungu. Walishamkataa Kristo, walishamkataa Masihi, na sasa Mungu anawaalika mataifa yote wamwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha. Na wanapomwamini, ahadi zile walizopewa Wayahudi, ahadi zile walizopewa mababa wa imani, kina Ibrahimu, kina Isaka, kina Yakobo, zinakuwa za kwao kupitia imani katika Kristo Yesu. Mimi ninamchagua Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu, ili niwe mrithi sasa na ahadi, niwe mrithi wa ahadi alizomwahidi baba yangu Ibrahimu. Na wewe vivyo hivyo ninakupendekezea. Israeli tena sio taifa teule, bali mimi na wewe tunapomchagua Yesu, kama Petro anavyosema, ndio tunakuwa taifa teule la Mungu. Mungu akubariki. Ninataka nikuombee unapofanya uamuzi wa kumpa Yesu maisha yako. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, mbariki mtazamaji na msikilizaji. Ameelewa ya kwamba yeye ndiye mrithi sasa na ahadi sasa, kwa sababu amekupokea Kristo. Ndiye Mwisraeli kweli kweli, ndiye Myahudi wa leo. Na hivyo mbariki, mpatie urithi wa ahadi nzuri ulizomwahidi Ibrahimu na baba zetu wa imani. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.